M23 imejisalimisha kwa wazalendo. Taarifa ambazo tuko nazo zinaeleza kwamba M23, kundi kubwa sana la M23, kundi kubwa sana la M23 limejisalimisha kwa wazalendo. Hiyo ndio habari yetu kuu ambayo nitakwenda kuongea na wewe. Nilipoambiwa habari hii au taarifa hii, niliona kama vile ni mzaa, kama wananitania. Lakini nilivyosema hapana, nataka nione hizo picha. Yaani kweli nilivyotumiwa sio picha sasa, isipokuwa video. Nilicheka nikasema mukili turu aturu. Sasa zile TV zinazoongeaga habari za wa M23, manake wao M23 ndo kama mama zao waliowazaa. M23 akifanya kajambo, yani anatafuta namna ya kukabrand. Hata M23 imetandikwa mpaka anatafuta namna ya kuongea, rembesha, afunike, ili nalo sijui itakuwaje. Kwa hiyo M23 imejisalimisha. Kuna kundi kubwa sana la M23 limerudi, limenyosha mikono juu na kusema wazalendo, mtupokee baba, mtupokee. Hii ndio taarifa yetu kuu, na hii ndio habari kuu nitakayoongea na wewe. Ziko zingine nyingi tu tutakazoziongea. Sijui Rwanda kukoje, vikosi vyote hivi tu kusema wazalendo mtupokee bwana, tunakuja. Sijui Rwanda kukoje. Alafu kuna TV moja ya hapo Goma hapo, yani habari zake sizielewi. Yani ile imeshatekwa, lakini pia siwezi kuwalaumu. Kwa maana kama unafanya kazi eneo ambalo M23 ipo, sasa utafanyaje? Maana yake ili wasikuanleve, ilifo tu ujifanye kama uko kiprofessional zaidi kuwafurahisha, hata kama moyo uko hivi. Kwanza nianze na hii habari ya kujisalimisha kwa wazalendo, kwa maana live ya leo ni fupi sana. Kujisalimisha kwa M23. Siku ya jana tarehe 21 pale Nyangezi pale na Businga ndilo eneo ambalo mtutu umetandikwa usio kwa wa kawaida. Hizo taarifa umezipata. Mtutu ulioanza saa 11 asubuhi ukaenda mpaka jioni. Walioleta shambulizi ni akina nani? Ni RDF. M23 ndio waliosema sasa hapa tunaweza tuwakashambulia wazalendo, tuone watatoka au vipi, tuone tutatoboa Uvira. Ndio kusudi lao, kwamba wavunje ukuta wa Yeriko ule ambao mzee Amuri Lama Kutumba amefunga pale. Sasa shambulizi lilivyoanza saa 11 walipigana maeneo mawili makubwa, Nyangezi lakini Businga ndo imeinukia, alafu Nyangezi ndo iko chini. Kwa hiyo Businga ndo kama ipo juu mlimani kule, alafu Nyangezi ndo iko huko chini bondeni. Kwa hiyo shambulizi lilikuwa Businga, shambulizi liko wapi? Nyangezi. Ulikuwa moto. Wazalendo wanasema kwamba ule ndio moto, silaha za aina zote zililia pale, na walikuwa wamepania kabisa M23 jana ile waingie Uvira. Kwa maana wao walisema wametoa siku 10 mzee William Amuri ya Kutumba na vikosi vyake, wale wote walioko kwenye ukuta wa Yeriko Plaine Ruzizi watoke. Wasipotoka ndani ya siku 10 watabomoa ukuta na wataingia Uvira, wanaendelea na safari yao Fizi mpaka Kalemi. Sasa hivi ninavyoongea na wewe kumebaki siku moja ili hizo siku zao 10 zienee. Sasa wakaona kabla ya siku 10 walizotoa hazijaenea, waende kubomoa kwa nguvu ukuta wa Yeriko. Ndio wakapanga siku ya jana tarehe 21 baada ya kusema Pasaka imeshapita, twende kufanya kazi. Sasa bila au matokeo ambayo tulioyapokea, wanasema matokeo, mimi mzee wa habari mbichi nilioyapata sikuyapata kutoka kwa M23, bado ninawatafuta wanipe matokeo, ila matokeo nilioyapata niliyapata kutoka kwa waza wale wa vijana wa ya Kutumba. Yaya anapanga watoto, Yaya anapanga vijana kwenye mapori, anapanga, yani ni kama mpira Barca vile, fulani na fulani, generali fulani, wewe chukua kule kwenye pembe, winga, cheza winga pembeni kule kama namba 11, generali fulani chukua winga pembeni kule namba 7, wewe manaki walisakata, vita vinasakatwa detush pam kuja kupiga mahesabu jioni. Ripoti niliopewa na waza wanasema hivi, zaidi ya miili 300 upande wa RDF M23, zaidi ya miili 300 maiti imehesabiwa hivi 150
vijana takriban 150, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Manake hao wakasarenda. Hao sio hao ambao ninawasema, hao waliosarenda jana, hao ni wengine, na hawa wa hii taito ya leo ni wengine. Nifuate taratibu, sio na press. Tulia hapo unyolewe vizuri, tulia, sindano ikuingie, tulia sindano, dawa ikole sawa. Kwa hiyo 150 mikono juu, umo ndani ya vita mateka 6 wakaonekana wameshaogelea mto Ruzizi, wameshaogelea, wengine sijui waliogelea wapi, wakaonekana kama 6 hivi wameshakuwa upande wa pili kule, wameogelea, walipona mamba. Na wengine kama 40 hivi wakaonekana bado anaogelea kwenye mto kutafuta kanjia kakupenyeza. Sasa wazalendo wakanasema, wakawa wanatupia kidogo kidogo kwa mbali kule, manake mtu anaonekana kama boya hivi kama kakichwa kakichomoza. Na unajua wenzetu wa Rwanda wengi sio waogeaji wengi kwa hiyo wazalendo wakanasema, yani walionekana kutosha fulani kama hapo kwenye maji. Sasa mamba zinasherekea Pasaka, lakini wakapaka wepo na tafrani hiyo. Lakini wazalendo ndio walioongea, sio M23. Kama waliweka chumvi, manake wao ndio wanamdanganya mchungaji, manake mimi sikuwemo ndani ya vita hivyo. Kwa hiyo hayo ni matokeo walioyasema wao. Abonnez-vous, partagez mission kwa vita vya jana. Na wazalendo wanaripoti kwamba walikamata silaha nyingi. Niliona mimi mwenyewe hata baadhi ya video nilizotumiwa na waza walikamata tuvikorombwezo twingi sana, tuvitu mbalimbali twa vita. Mashambulizi ya jana, vijana walifanya kazi, sio kazi takatifu kwa maana waliuana. Kwa hiyo siwezi kuita kazi takatifu, siwezi kuita walifanya kazi iliyotukuka, lakini niseme kwamba walitoka jasho, na jasho walilolitoka lilikuwa jasho la wanaume. Manake kuna jasho la mwanaume na jasho la mwanamke. Jasho la mwanaume linaleta taarifa nzuri nyumbani. Jasho la mwanamke halina faida, kwa maana akianza kufoka mwanamke peperere, maneno mengi yanatoka jasho za umbea tu, jasho la umbea tu. Lakini jasho la vijana wa jana lilikuwa jasho la wanaume. Wakachukua silaha za kutosha, silaha kama zote. Kwa hiyo Rwanda siku ya jana jioni, baada ya vita kuwa akalmi, wanasema wazungu, kama kutulia, vichwa viliuma watu jana. Wapi huko? Mlima wa Nyangezi na Businga. Waulize sasa, uliza M23, baada ya kuanzisha vita vya jana, mlisogea mkafika wapi? Mlipiga paa ngapi? Mzalendo mmoja kanitumia audio jana, anasema, mchungaji, hivi jana, manake jana kwa usiku wa jana, ananitumia audio, anasema, mchungaji, hivi niko Nyangezi Centre. Ujui na kutumia niko Nyangezi Centre, anasema hivyo mzalendo. Na kama mnavyojua, mzalendo mchana anaweza akawa raia, jioni akawa mzalendo, usiku akawa generale, asubuhi akawa kolonele, mchana akawa kaporale. Hivyo ndivyo alivyo wazalendo. Kwa hiyo hayo ni matokeo ya jana, kichapo kibaya ambacho tunahitaji tuombee sana hii nchi ya Kongo. Manake ni nchi ambayo itaripotiwa katika nchi za Afrika kumwaga damu ambazo sijui zitasemekanaje. Jana ilikuwa bara, manake ilikuwa Bushiri. Nyangezi Businga ilikuwa Bushiri, umoja kuibungabunga. Unaijua hiyo? Hali sio nzuri. Ila wazalendo bahati mbaya wamenificha wangapi wao wamekufa kwao. Ninawatafuta waniambie, sasa ninyi mlipoteza wangapi? Hawaniambii. Ila hiyo kwanza. Na atakayepata taarifa wazalendo wangapi wamepotea ataniambia pia. Sasa leo sasa tarehe 22 leo, baada ya yale mashambulizi yaliyofanyika siku ya jana na maeneo mengine kukafanywa mashambulizi, lakini hili la Businga hili na Nyangezi ndio ilikuwa baba lao. Leo kukaja kundi kubwa kweli la M23 na silaha zao na kila kitu chao. Kundi kubwa, sitaki nikadirie idadi kwa maana bado nimemtuma mtu
aende alete idadi kamili. Wazalendo watutangazie, wahesabu mmoja mmoja, kama watafika makumi ngapi, kama watafika 100 ngapi, ndo nitakwambia idadi kamili. Leo sio kwenye mapambano kwamba mateka au sio mateka, kujisalimisha wenyewe. Ni eneo gani? Ni huku Sud Kivu, kwenye kijiji cha Kabamba. Unajua tukisema lokalite inakuaga na vijiji vidogo vidogo. Sasa kijiji precisement ambacho wao ndicho walifikia, alafu wakatuma raia, ndicho walichokifanya. Walifika na silaha zao zote eneo linaloitwa Kasheke. Hii ni teritwari ya Kabare. Hivi tupo kwenye teritwari ya Kabare. Sasa ndo muulize, kijiji cha Kasheke ndipo walipofika hawa raia. Wanakimbia M23 tukimbia. Hapana, msikimbie, sisi sio M23 tena, sisi ni malaika wa vita. Sisi sio M23 tena, sisi sio M23 tena, ni malaika wa vita, tumeokoka. Sisi sio jeshi la Rusifero tena. Wakasema sisi tumekuwa jeshi la Mikaeli. Kwa hiyo nendeni muwaambie wazalendo. Wakasema hivyo, nendeni muwaambie wazalendo. Hawakusema muambie FARDC, walisema muwaambie wazalendo kwamba tumekuja kwa roho yetu yote, kwa akili zetu zote, bila kulazimishwa na mtu wala kubembelezwa. Tumeamua kiroho safi watupokee, waweke maisha yetu mahali pema hapa duniani. Ndivyo alivyosema. Wazalendo, tunaomba muweke maisha yetu mahali pema hapa duniani. Raia ikaenda kutoa taarifa kwa wazalendo. Wazalendo sasa ndio wakaenda hadi walipo hawa M23 waliojisalimisha wenyewe. Kwa taarifa za awali ambazo tuko nazo, hizi sasa ni kutoka kwanza kwa raia, sio kutoka kwa wazalendo. Kutoka kwa raia wanasema kwamba M23 hawa RDF wao wanawaeleza, kwa maana watu wakawaoji, sasa mimi nikuaje amtatuwa? Hapana. Unajua kama wenyekiti wa kijiji wa viesaji wao wanauliza bure maswali budogo kwa kwanza. Sasa M23 wakana nasema hivi, hatuwezi kupigana na M23 tena, ama upande wa M23 ni waongo sana. Wanatuahidi mishahara, kutupokesha hela. Hakuna hata askari yeyote ndani ya M23 anayepokea hela, hayupo hata mmoja. Wanatuambiaga habari za kula vizuri, tunakula vibaya, ahadi nyingi ambazo ni za uongo. Kwa hiyo sisi tumeamua tujiunge na wazalendo, bora tutoke kwenye habari za uongo, angalau tusije kufa bila sababu kama ambavyo wenzetu wanakufa bila sababu. Sisi tumeona kama ni kufa, basi tuje kufia mikononi mwa wazalendo, watuwe wenyewe. Na isemekane wazalendo waliua watu waliojisalimisha kuliko kuuiwa ndani ya vita. Alafu jambo la pili, wazalendo tuliambiwa hawana nguvu, ni babandi tu, bavuta sigara tu, babandi tu fulani, bakifa na njara ni babandi. Ndio wanawaambia kule ni babandi fulani tu, ni kwanza ni population, ni raia bajui chochote. Lakini tulivyonusa mziki wa wazalendo wanapiga kuliko atata ichi Shaolin Temple, sisi tumeona hapana. Manake M23 ilipuliziwa pumzi ya moto. Unajua ukiwa unapumua pumzi ya moto huwezi kuenjoy hata kupumua, unaamua bora ufe kuliko kuendelea kuipumua. Ndicho kilichotokea, na hiyo ndio taarifa iliyopo teritwari ya Kabare, Kasheke huko. Taarifa zingine bila shaka tutazitoa baada ya kupata uhakika wa askari wangapi na hii taarifa imekaaje, tutakuja tutawaeleza. Mzee wa habari mbichi niko hapa kwa ajili yenu. Lakini pia liko jambo linaloongelewa kuhusiana na kuvutana kwa viongozi wa RDF, M23, Alliance Fleuve Congo, PPRD na nini, na watu wengi kusema kwamba wanasema waachane na hivi vita kulingana na wanavyoona maendeleo ya vita na support wanayoipata kupungua. Mimi niseme hivi, hizi sio taarifa za kuwapa furaha wa Kongomani na kuendelea kuzishangilia, lakini ni taarifa za kufanya uchunguzi. Kwa maana M23 RDF wamekuwa na taarifa nyingi wanazozitoa kwa watu, wakitumia pia ndimi au lugha za Wakongomani walio na lafudhi ya Kikongomani.
ili kudistrair Wakongomani wajisikie vizuri baada ya kuzisikia hizo, na waanze kutangaza kushinda, waanze kuona ushindi, alafu waregeze kamba katika kufikiria kupambana. Kumbe inakuwa sivyo. Sijasema taarifa hiyo ya kubebana kwao kama ambavyo taarifa za kikao zimetoka na watu kuzitangaza sana kwamba ni taarifa ya uongo ama ya ukweli, lakini ni taarifa ya kuendelea kuichunguza sana ili sije kuleta uregevu katika vikosi vinavyopambana. Nikushukuru sana. Ulikuwa nami mzee wa habari mbichi. Tukutane panapo majaliwa.